Baada ya Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA kupitia kurasa zao mbalimbali za kijamii kuendelea kuonesha points na madaraja ya kidato cha 4 na kidato cha 6, kumeibuka maswali mbalimbali kwa wanafunzi especially wale wanaosoma ualimu pamoja na diploma za ualimu shule za kujua viwango vyao au kutamani kujua viwango vya ufaulu endapo wanavyofanya mitihani yao. Baada ya kuwa na maswali hayo, wametoa tena jedwali jingine ambalo linaonesha grade, wanaita ni grade mfiko wa alama viwango vya umahiri mtihani wa ualimu. Sasa katika mtihani huu wa ualimu unaonesha kuna grade, kuna points, kuna mfiko wa alama afu viwango na pamoja na viwango vya umahiri, ambapo upande wa A, mtu ambaye tutamhesabu amefika au amefaulu kwa alama A anatakiwa apate max kuanzia 80 hadi 100 ambayo inatemiwa kama ni bora. Lakini B yenyewe, B ya mtihani wako wa ualimu itakuwa ni 70 mpaka 79, wakati C ya mtihani wako wa ualimu itahesabika kama 55 hadi 69, lakini D itahesabika kama 2, lakini itahesabika kama 40 kwa 54, wakati F ambayo itasimama kama 1 inaanzia 0 mpaka 31. Kwa hiyo kwa mwanafunzi ambaye atapata hizo maxi katika viwango hivyo au katika alama hizo, namna zilivyopangwa, ilinishawishi wewe ni lazima zaidi ni take time kuweza kutafuta mtihani at least mmoja wa ualimu niweze kuona namna gani alama zao na maswali yao yanavyotoka. Namshukuru Mungu nilibahatika kupata mtihani wa Kiswahili mwaka 2024 ambao mtihani huu ulionyesha kwamba una sehemu kuu mbili, ambapo sehemu ya kwanza ni sehemu A ambayo ina alama 40 na sehemu ya pili ina alama 60. Kwa hiyo na maswali yanaonekana ya kawaida kiasi kwamba ni rahisi sana mwanafunzi au mtahiniwa kuweza kufanya. Kwa hiyo uwezekano wa kupata A ni mkubwa, B ni mkubwa kama endapo tu maswali yanapokuwa manne na unatakiwa maswali hayo yanakuwa na alama 60, maana yake ni almost kila swali lina zaidi ya max 15. Kwa hiyo ni tayari unakuwa umeshajiondoa kwenye upande wa kupata F. Kwa hiyo hii ndio namna ambayo baraza wameonyesha, na naamini kwa wanafunzi pia itawasaidia kuwapa mwanga na kujituma kujua kwamba sasa ukipata maxi fulani unaweza ukapata F, lakini itakuonesha ni masomo gani ambayo tayari unayamudu mpaka sasa, unayaweza vizuri, ambayo yanakuwezesha wewe kuweza kufanya mtihani na usipate F, usipate D au C, mwisho wa siku upate A pamoja na B. Thanks for watching, see you next time. Kama utakuwa na swali unaweza kuniandikia hapo kwenye comment. Bye bye.